Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi kwa majina wananiita Salim Ngugi wa Nyoike, sijui wanakuitaje? Inaitwa Joseph Kamau. Joseph Kamau. Nyombane ne. Swali gani uko nayo ya kuuliza Waislamu na nafasi iko ya kuwa Muislamu? Okay, swali niko nayo ya kuuliza Waislamu ni naam, nisikia mkisema kifo yote ni ya Mungu. Yaani kifo yoyote ambayo inampata mja ni ya Mungu, ni mpango ya Mungu. Naam. Sasa niko nauliza, naam, mbona serikali inafunga watu wenye wanauana? Asante sana. Mbona serikali inafunga watu ambao wanauana? Ni kwa sababu wewe hujaruhusiwa kuua mtu. Sawa? Kifo, anayepangilia kifo ya mtu ni Mungu, lakini wewe hujaruhusiwa kuua mtu. Ukaua mtu alafu ukadai kuwa ni Mungu ndiye ameua. Hapana, wewe umekatazwa kuua mtu, lakini nafsi haiondoki isipokuwa kwa mipango ya Mungu. Mungu ndiye amepanga. Hata katika Uislamu ukiua mtu, wewe unafaa pia uawe, kwa sababu umefanya fisadi katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Mbara vizuri Lakini Mungu kuna mipango amepanga. Kwa mfano, labda amepanga wewe ama mimi nitagongwa na gari nife. So yule mwenye atanigonga na gari atastakiwa kulingana na sheria ya nchi ya Kenya. Hafai kuendesha gari hivi na hivi na hivi. Unanipata vizuri? Kuna kitu mipango Mungu amepangia, lakini wewe binadamu usichukue mikono yako kufanya ile kitendo. Unanielewa vizuri? Lakini kifo, hauwezi kufa kama Mungu hajaamua ukufe, hauwezi. Nafsi haiondoki isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hauwezi kukufa mpaka Mungu atoe idhini. Hata katika Uislamu ukiua na wewe inafaa unauawa. Unanipata vizuri? Kwa sababu ndio sheria iko namna hivyo. Okay, swali lingine. Naam. Yesu alisema mtu yote ambaye apiti kwangu hataona ufalme wa Mungu. Kwani Waislamu ni ukweli ama ni unaweza semaje? Ni ukweli. Wakati wa Yesu haungefika kwa Mungu isipokuwa upitie kwa Nabii Isa ibn Maryam, kwa sababu yeye ndio nabii wa Mwenyezi Mungu wakati ule, ndiye analeta ujumbe. Wakati wa Musa hungefika kwa Mungu isipokuwa upitie kwa Musa, kwa sababu Musa ndiye alikuwa nabii wa wakati ule, ndiye analeta risala, ndio anasema Mungu amesema msifanye hivi, msifanye hivi. So ukifuata yale Musa ameleta, ametoa kwa Mungu, unafika kwa Mungu, kwa sababu nabii anakuwa ndio njia wakati wake. Saa hii hauwezi kufika kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa ufuate bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wakati huu ni wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si wakati wa Yesu. Kila nabii wakati wake alikuwa ndio njia ya hiyo wakati, kwa sababu hungemjua Mungu isipokuwa kupitia yule nabii. Musa ndiye analeta ujumbe, anawaambia nimeongea na Mungu, Mungu amesema mfanye kadha wa kadha. Ndio hivyo. So wakati wa Yesu alikuwa pia watu lazima wamwamini Yesu ndio waweze kufika kwa Mungu. Wakati huu ni kumwamini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio hapo Mungu anatupenda, anatusamehe madhambi yetu. Qur'ani 3:31. Tena Yesu Muislamu ndugu yetu. Sijui wewe unafanyaje kule kanisani. 3:31. Sikiza inasemaje? Qur'an. Tumpe vitu sasa. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Sema, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi nifuateni. Hapo Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakughufirini madhambi yenu. Unasikia? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kama tunampenda Mwenyezi Mungu basi tumfuate yeye bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo Mwenyezi Mungu atatupenda na atatuondolea madhambi yetu. So lazima ufuate yule nabii yumo wakati huo. Saini Muhammad yuko. Saini wakati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ametumwa kwa ajili ya hawa 21,700 na utupe fafanusi yake. Wewe Wakikuyu nabii wao saini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Yesu katumwa kwa wana wa Israeli. Kwanza wewe hakutambui. Sasa inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Tupe. Mitume waliotangulia kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Muhammad ndiye ametumwa kwa ajili ya watu wote. Na si ati umfuate tu ati useme namfuata Muhammad, ni ufuate yale aliyoteremshiwa. Maana yake ufuate Qur'ani, ufuate sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna maana yake tabia zake zilikuwa namna gani na nini, na ufuate Qur'ani inaamrishaje. Hiyo ndio kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kufuata Qur'ani na kufuata mienendo yake. Okay, Muislamu huwa anafuata Muhammad na Mkristo naye anafuata Yesu. Kuna different gani ya wewe ufuata Yesu na mimi nifuata Muhammad? Kuna makosa makubwa sana ya huyo Mkristo anayesema anafuata Yesu, kwa sababu hii si wakati wa Yesu, huu ni wakati wa Muhammad. Ni sawa sawa upate Mkenya anasema yeye anafuata Kibaki. Ni makosa, kwa sababu wakati huu si wakati wa Kibaki, wakati huu ni wakati wa rais mwenye yuko mamlakani. Yule alikuwa wakati wake kaondoka. Na pia Mkristo akisema anamfuata Yesu, inakuwaje Mkristo anatafuta dini inaitwa Ukristo wakati Yesu alikuwa ni Muislamu? So kama Mkristo atamfuata Yesu, inabidi naye awe Muislamu. Kwa hivyo Yesu alikuwa Muislamu. 4:14 Luka, tumsaidie Biblia hapo. Tumpe vitu pole pole. Yesu alikuwa Muislamu, sio story. Ni kitu iko wazi. Sikiza inasemaje, tupe vitu. 4:14 Luka anasema kwenye kuandika. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Kwanza alikuwa anaongozwa na Roho wa Mungu. Tupe vitu. Akaenda Galilaya. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Asante. Habari za Yesu zilikuwa zinaenea katika nchi zote za kando kando. Tupe vitu. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuza na watu wote. Tupe vitu. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe Yesu ilikuwa ni desturi yake, siku ya Sabato, siku ya ibada, anaenda katika sinagogi. Sinagogi unajua ni nini? Sinagogi si ni kanisa. Asante, angalia Biblia inatuambia sinagogi. Maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Kumbe wanatuambia hii sinagogi siwapatie shida, ni msikiti wa Wayahudi. So Yesu alikuwa akienda kwa msikiti wakati huo. Sasa na mtu akienda kwa msikiti kufanya ibada atakuwa dini gani? Muislamu. Yesu Muislamu. Sasa wewe kanisani labda wewe unatafuta mambo mengine, lakini hutafuti njia iliyo sawa. Okay, swali la mwisho. Leta, hakuna shida. Unasema Yesu alikuwa wakati wake, Musa naye alikuwa wakati wake. Sasa ni wakati wa Muhammad. Kumaanisha kuna mtume mwingine bado anakuja. Asante. 33:40 Qur'ani. Je, kuna mtume mwingine anayekuja? Sikiza habari. Maswali mazuri hayo. Sikiza inatuelezaje kama kuna mwingine anayekuja? Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Muhammadi sallallahu alaihi wasallam si baba yoyote katika wanaume wenu. Asante. Bali yeye ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Kumbe Muhammad ndio mwisho wa mitume, maana yake hakuna mtume mwingine anayekuja katika dunia. Kile kitu tunasubiri siku ya mwisho, kiyama kisimame, lakini mtume wa mwisho amekuja, anaitwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale wengine unawapata wanajiita mitume, ni watu wanatafuta chakula ya tumbo. Hakuna mitume wako sahihi. Au unasikia mtu ameamuka, mimi ni mtume, na bibi yake naye anaitwa prophetess. Hii yote ni janja na janja ule. Mtume wa mwisho anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio mtume wa mwisho. So hakuna mwingine, na Qur'ani imetueleza huyu ndio nabii wa mwisho. So hakuna mwingine anayekuja. Sawa, nimemaliza maswali. Kabla hujamaliza maswali, manake uko na maswali mazuri mno, mimi nauliza wewe, umesema unaenda kanisani ama? Na hapo kanisani unapoenda ulijifunza kwa nani kwenda kanisani? Kwa mfano sisi tumejifunza kwa Musa kwenda msikitini, tumejifunza kwa Yesu kwenda msikitini, tumejifunza kwa Muhammad kwenda msikitini. Muhammad alikuwa akienda msikiti wa Maka na wa Madina, iko mpaka leo. Yesu alikuwa akienda msikiti ambao uko Jerusalem, unaitwa Masjid Al-Aqsa, uko mpaka leo. Wewe kujifunza kwenda kwa kanisa, ulijifunza kwa nani? Na wewe unaenda kanisa gani haswa? Mimi naenda Katoliki. Katoliki.
Asante sana. Kumbe ni mtu wa kusadiki. Nasadiki nasadiki kwa Mungu Baba, ndio hiyo Oh, so unasadiki sana. Sasa kuenda kwa kanisa ulijifunza kwa nani? Wazazi wangu tu kwa kanisa. So kumbe wewe ni innocent inheritor. Yaani wewe ulifuata tu wazazi, haukuchunguza kile unachofuata kama ni cha kweli au cha uongo, sio kupenda kwako. Kwanza hapa kwenda kanisani kuna hatari. 11:17 wa Korinto wa kwanza. Hebu sikia, kama unaendanga kanisani ile hatari unaipata, pole sana, lakini ndio haki, lazima tuitangaze. Alafu turudi hapo kwa Katoliki unayoienda. 11:17 na umuonyeshe anaenda kanisani. 11:17 Korintho wa kwanza. Lakini katika kuagiza haya siwasifu ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Kwanza kuna watu wanakusanyika lakini hawapati faida, wanapata hasara. Sikiza, hawa watu wanakutana. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani, kumbe kuna mkutano ambao unapatikana kanisani lakini mkutano wa hasara. Na wewe unaendanga kanisani? Malizia chini. Nasikia kuna faraka kwenu. Kanisani kuna faraka kwenu, ndio wewe ukaniambia unaenda Katoliki. Kuna wengine wanaenda Jeshi la Wokovu, kuna wengine wanaenda sijui King Highway, sijui gani. Kila mtu ana faraka yake. Malizia. Nami nusu na sadiki. Kwa maana lazima kuwepo na uzushi kwenu. Lazima kuwe na uzushi kwenu, yani mambo yanazuliwa ambayo hayamo katika vitabu. Tupe vitu ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Tumeambiwa ukienda kanisani unaenda kupata hasara. Na wewe unataka upate hasara ama faida? Faida. Na faida tumepata. Yesu alikuwa akienda msikitini, Musa msikitini, Muhammad msikitini. So kama unataka faida, wafuate hawa manabii ndio uweze kupata faida. Pili, wewe umeniambia huwa unaenda Katoliki ama sio hivyo? Asante sana. Zamani mimi nilikuwa nikienda pia Katoliki, na kuna kitu nilikuwa nimeacha huko, sijui kama mlitoa. Kulikuwa na sanamu. Ukiingia unapata kuna sanamu imechongwa, wanasema ni ya Mariamu, na sanamu nyingine wamechonga wanasema hii ni ya mtu anayeitwa Yesu. Sijui kama hizo sanamu ziko ama mlitoa? Bado ziko. Bado sanamu ziko. Sikiza Mungu anasemaje 20:1 Kutoka, muonyeshe Biblia. Inasema Mungu akanena maneno haya yote akasema. Haya maneno alionena ni Mungu. Akasemaje? Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Sikiza, Mungu anasema mimi ni Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Tupe vitu. Katika nyumba ya utumwa. Tena Misri kulikuwa ni nyumba ya utumwa. Sikiza. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Asante. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Lakini nyinyi mkachonga mkaweka sanamu. Sasa nyinyi mnaenda kinyume na nani? Na Mungu. Na ukienda kinyume na Mungu mwisho utawekwa wapi? Jehanamu. Sasa wewe unataka kwenda jehanamu, hii mwili yako itatoshea jehanamu? Hapana. Sasa kuanzia leo ukiona sehemu kuna sanamu inafaa ufanye nini? 10:14 wa Korinto wa kwanza. Sikiza. 10:14 wa Korinto wa kwanza kwenye kuandika. Tupe vitu. Kwa ajili ya hayo. Kwa ajili ya hayo. Wapenzi wangu. Wakimbieni ibada ya sanamu. Ukiona mahali kunafanywa ibada na kuna sanamu, unaambiwa inafaa ukimbie. So kuanzia leo inafaa ukimbie kutoka Katoliki. Sasa ukikimbia utaenda wapi? Ukikimbia kutoka Katoliki utaenda wapi? 72:18 Qur'ani. Sikiza sasa, umekimbia kwa sababu kule kuna misanamu. Unakimbia wapi? Utaenda wapi? 72:18 Qur'an. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa hakika misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa misikiti yote, mahali popote unaona msikiti ni ya nani? Mwenyezi Mungu. So inafaa ukimbie kwa Mwenyezi Mungu ambao ni msikitini. Tunakukaribisha kuwa Muislamu. Uko tayari au kuna mahali unakwama? Na kuwa Muislamu ni wepesi, ni kutamka maneno mawili. Unakubali Mwenyezi Mungu ni mmoja na unakubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, unakuwa Muislamu. Ya pili, unafunzwa namna ya kusali, namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Unaendelea hivyo ukifunzwa polepole. Katika Uislamu hakuna membership card ati utapatiwa kadi ati wewe ndio ujulikane, hapana. Sisi wote tunajulishanwa na kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Uko tayari au bado? Bado, lakini nitakupea jibu kesho. Oh, utajibu kesho. Tulia basi kidogo brother, nikusalimie pia. Salamu ya Mungu. Tulia tu usikize hapa. Hivyo swali moja mbili, usiwe na wasiwasi. Si wa Kenya, mimi wananiita Salim. Naitwa Simon. Simon. Simon ni jina kubwa sana. Muislamu hivi Simon ama Mkristo? Mkristo. Mkristo Simon. Simon, katika maisha yako usaijua Waislamu ukiwapata unaweza pata nafasi ya kuuliza swali yoyote inayokusumbua? Najua hivyo, wengi hata ni marafiki zangu, tunaandamana nao katika kila shughuli za kila siku. Asante sana. Je, kwa leo una swali ungependa kuwauliza Waislamu kwa sababu bado hatuja kuona kwa msikiti? Swali lenye ningependa kuwauliza ni je, naam, mimi ni Mkristo, hao ni Waislamu, sisi wote ni marafiki na ni mandugu. Nauliza uhusiano kati yetu na Mungu wetu ambaye tunaamini na Mungu wao ni gani? Swali langu ni hilo. Lakini najua kulingana na mimi dhamira yangu ni Mungu ni mmoja. Asante. Dhamira yako sio mbaya, dhamira yako iko right. Mungu ni mmoja. Ila Mungu anaoabudu wa Kristo na Mungu anaoabudu Waislamu sio moja. Hakuna haja nikufiche. Mungu ni mmoja, aliyeumba Mkristo, aliyeumba Muislamu, Mungu ni mmoja. Na aliyeumba kila kitu, Mungu ni mmoja. Lakini Mungu anaoabudu wa Kristo na Mungu anaoabudu Waislamu ni Mungu tofauti. Kwa nini? Wakristo wanaabudu Mungu ambao ni mmoja ndani ya waungu watatu. Wanasema God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Si ni kweli? Ni ukweli. Hao ni miungu watatu ndani ya Mungu mmoja. Wakati sisi Waislamu tumekatazwa na itikadi ya kusema utatu, Qur'ani 4:171 tumekatazwa. So sisi hatuabudu Mungu ndani ya utatu. So hatuabudu Mungu mmoja mnayemwabudu, kwa sababu nyinyi mnaabudu Mungu katika utatu. Tena mnaabudu Mungu ambaye ni mzazi, aliyezaa. Sisi tunaabudu Mungu ambaye ni muumbaji, aliyeumba kila kitu. Si tupe habari. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, msipinduke mpaka katika dini yenu. Asante. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila aliyo kweli. Asante. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Asante. Na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu aliyompelekea Maryam. Tupe vitu. Na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Tupe vitu. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake. Wala msiseme watatu. Jizuieni sana na itikadi hiyo, itakuwa bora kwenu. Sisi tunaambiwa tujizuie na itikadi ya kusema utatu, yaani Mungu ni watatu. Tumekatazwa, tunaambiwa ni itikadi mbovu na ni itikadi mbaya. So sisi Waislamu tumeambiwa tumwamini Mwenyezi Mungu ni mmoja. So Mungu tunayabudu ni mmoja peke yake ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Mungu anayabudu wa Kristo wanasema ni Mungu ambaye yuna mtoto ambaye amezaa, amejifungua. Na sisi Mungu wetu ni muumbaji. Lakini Mungu aliyekuumba wewe Mkristo na aliyemuumba Muislamu ni mmoja. Ila unayemwabudu sio huyo. Nyinyi mnaabudu waungu wengine badala ya Mwenyezi Mungu. Ndio tunaambiwa tuwaite, tuwaambie nini? 364 Qur'ani. Hebu sikiza ile message ambayo Uislamu tunaambiwa tuwaite, tuwalete katika hiyo, kwa sababu Mungu wetu ni mmoja, lakini nyinyi mmemwacha Mungu. Hiyo ndio shida yenu tu moja. 364 Qur'ani. Mpe vipi? Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, yaani Mayahudi na Manaswara, njooni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu, ya kwamba tusimwabudu yote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu au pamoja na Mwenyezi Mungu. Wakikigeuka semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu, yaani tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Sisi tunaambiwa tuwaite, tuwaambie muje katika neno ambalo liko sawa baina yetu na baina yenu, ya kwamba tusiabudu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu nyinyi mlimwacha Mungu, mnamwabudu Yesu. Mnasemanga huku tukipita tunasikia kwa crusade, anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Tunashangaa kwa sababu tunaambiwa tuwaite muje katika kuabudu Mungu, sio Yesu. Yesu kiumbe cha Mungu. Hapo ndio tatizo liko.
Sasa nyinyi mliacha Mungu mkaenda kuabudu kiumbe, na Biblia iliwajua nyinyi mtamwacha Mungu. Wakristo, Biblia ilijua Wakristo mtamwacha Mungu 1:20 Warumi. Yaani Biblia yenyewe ilijua hawa Wakristo watamwacha Mungu waende kuabudu kiumbe. Sikiza inasemaje? 1:20 Rumi kwa wenye kuandika. Tupe vitu. Kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Asante. Na kufahamika kwa kazi zake. Asante. Yaani uwezo wake wa milele na uungu wake. Tupe vitu. Hata wasio na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Sikiza, mlipomjua Mungu hamkumtukuza kama ndiye Mungu wala hamkumshukuru Mungu, bali walipotea katika uzushi wao. Asante. Na mioyo yenye ujinga katika giza. Wakijidai kuwa wenye hekima walipumbazika. Asante. Wakabadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu. Sikiza, wakabadilisha utukufu wa Mungu kwa sura ya binadamu. Wanakuambia ati Yesu ni Mungu aliyekuja kwa sura ya binadamu. Biblia inasema ni makosa. Malizia. Inaendelea kusema wakabadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ndege na wanyama na vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Yani Mungu akawaacha nyinyi katika tamaa za mioyo yenu, waufuate uchafu. Mufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao, hata miili yenu mkaivunjia heshima. Tupe vitu. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mwenyezi Mungu muumba anayehudumu milele. Unasikia? So nyinyi mlianza kuabudu kiumbe badala muabudu Mungu. Mkasema anastahili kuabudiwa Yesu wakati Yesu ni kiumbe cha Mungu, anastahili kuabudiwa ni Mungu. So nyinyi mlibadilisha. Lakini wewe ni innocent inheritor. Pia wewe umefuata tu wazazi. Si ndio hiyo? Ukweli. Ndio hiyo. Mimi najua Wakristo wengi ni innocent inheritor, wanafuata tu wazazi, sio kupenda kwao. Sasa tunakukaribisha uwe Muislamu. Katika Uislamu hakuna kuabudu kiumbe chochote. Unamwabudu muumba aliyeumba kila kitu, ambaye ni mmoja peke yake, ambaye habadiliki, anabaki yeye ni Mwenyezi Mungu kila wakati. Kweli, nashukuru. Swali lingine bwaga? Sina swali lingine. Hilo tu nataka kujua kwa sababu. Mimi na swali ambao inanisumbua kidogo. Mtu akiwa Mkristo, kwa sababu wewe umekaa pale na akafa hali ya kuwa ni Mkristo, kuna malipo yoyote? Ima maybe anakuwa ameambiwa ama ameahidiwa kuwa Mkristo akifa kuna malipo atakuja kulipwa baada ya kufufuliwa siku ya Kiyama. Iko ndani ya vitabu. Kwa mfano Waislamu tunajua ukifa 40 Qur'an. Nikupe kwa mfano ambao inaeleweka, kwa sababu mimi sijaona kama Wakristo wameahidiwa chochote wataenda kulipwa. Ni sawa sawa umeenda kazi unafanya kwa kanjo na hujaajiriwa na sete kanso, mwisho utatoka bure, kwa sababu nani utaitisha mshahara? Sisi tunaambiwa namna gani? 40. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Afanye ubaya hata alipo ila sawa na huo uovu wake. Asante. Na afanye wema akiwa mwanamume au mwanamke, naye ni Muislamu, basi hawataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. Waislamu wanaambiwa akifanya vitendo vizuri ataingia paradise. Je, kuna sehemu yoyote Wakristo wanaahidiwa akifanya vitendo vizuri ataenda wapi Mkristo? Tunasema ataenda mbinguni. Ataenda mbinguni. Mkristo akifanya vitendo vizuri anaenda mbinguni. 51:6 Isaya. Kama ataenda mbinguni basi yako na hasara kubwa sana. Kwa sababu mbinguni inakuwa namna gani? 51:6 Isaya. Mbinguni. Sikiliza vizuri. 51:9. 6. Mwalimu wangu unasema. Pole. Inueni macho yenu mbinguni mkaitazame nchi chini. Unaambiwa uinue macho yako mbinguni, hiyo mnasema mnaenda mbinguni. Maana bingu zitatoweka kama moshi. Hiyo siku tunaambiwa bingu zitaondolewa. Sasa kama mnaenda mbinguni, ikiondolewa mnashuka hapa chini. Unaanguka hapa tu chini. Maana bingu zinaondoka. Na ndio Yesu alijua, hakuenda mbinguni Yesu. Alijua Waislamu wanaenda peponi, na Yesu kwa sababu ni Muislamu ndugu yetu, naye akaenda peponi, hakuenda mbinguni. 23:43 Luka. Mbinguni utarudi hapa. Yesu alijua hawezi enda mbinguni, akaenda peponi.
Sikiza inasema. Yesu akamwambia, amin nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Yesu anasema leo utakuwa pamoja nami peponi, sio mbinguni. Kwa sababu mbingu zitaondolewa, utashuka chini. Yesu alienda peponi, Waislamu wanaenda peponi, paradise ndio inaitwa hivyo. So tunakukaribisha katika Uislamu. Kama uko willing kuwa Muislamu, nafasi ya kwako. We have to do further consultation before I come. I cannot declare now. Hakuna shida. Consultation unafanya na nani? Because you have your own life. Maisha yako uko nayo. Leo ukikufa usidhani dunia itasimama. Hapana. Ukifa dunia inaendelea. Kama umeajiriwa kwa kampuni, hiyo nafasi yako inachukuliwa hata kabla hujazikwa. Na ndio habari ya dunia. Kama uko na mke, kuna wanaume wengine wanaanza kummezea mate, wanajua kwanza kizingi mkuti kimeondoka. Maana yake wasaa wanza kumpigia mahesabu huyo mke wako. Ukienda tu kuzikwa wasaa kuja na wamemchukua na wamemuoa. Unanielewa? Na ndio dunia, na dunia itaendelea. Unakufa, dunia inaendelea tu. Wameondoka watu walikuwa wazito katika nchi ya Kenya, viongozi, na dunia inaendelea bado. Na wewe usidhani ati ukiondoka kuna kitu itasimama. Wazazi wako hata ukiondoka leo watalia siku mbili, kisha watakusahau, wanaanza kula kuku yao na vusuma wakiendelea na maisha. Na ndio ilivyo hivyo dunia hii. Yaani wewe mwanadamu, isipokuwa amali ambayo uko nayo utaondoka nayo. Hii nyingine hata uwekeze namna gani, utaiacha hapa duniani. Na hakuna game ambao ati mtu anasema amekuwa mshindi hapa duniani. Sote lazima tutakufa, tutaonja mauti. Doesn't matter uko namna gani, lazima utakufa na vitu yote utaacha. Leo kasimu unatumia ni kako, sasa unasema ni private, lakini ukifa inachukuliwa na nani, wakienda kwa safari kama mama wapo wanafunguliwa. Faida tu ni wao na zile documents zatakana, wanaendelea na maisha. So nguo zinapeanwa sadaka kwa wale watu wengine wavae. So maisha yako wewe, decision yako, consultation unafaa ufanye na roho yako wewe mwenyewe, sio mtu mwingine kumuuliza. According to me, I was saying I will do my consultation on myself, not another person. You quote me wrongly. I'm sorry. So wewe unafanya consultation na your heart wewe mwenyewe. Asante sana. Qur'ani 2:256. Sikia tunaambiwaje? Kumbe unafanya consultation wewe mwenyewe. Nilikuwa nadhani unaenda kuuliza watu. Maisha ni yako wewe mwenyewe, na utaondoka duniani ukiwa wewe mwenyewe. Leo usidanganywe na mtu ati ninakupenda sana, ati wewe sasa ndio kila kitu yangu. Ni uongo. Yaani wewe ukifa hawezi sema hebu weka hiyo shimo iwe kubwa tuzikwe na yeye hapo. Hakuna. Nani wewe atakubali? Ukiwa umefunga kama trap kwa. Sikiza inasemaje? Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Yaani Uislamu hailazimishi mtu kuwa Muislamu. Tupe vitu. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Basi anayemkataa shetani na kumwamini Mwenyezi Mungu, bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Sisi kazi yetu tumekufikishia na hakuna kukulazimisha kuwa Muislamu. Ni your own decision. Wewe ukiamua ni sawa. Wakati wowote nafasi iko. Unaweza enda kwa mosque ambayo iko karibu na ukawa Muislamu. Beba mzigo wako hapa ni Jacaranda, ukiacha mzigo utakuja muangalilie hiyo mzigo Unaweza ukaota mguu hapa Jacaranda. Mimi wananiita Salim. Naitwa Vincent. Asante sana. Muislamu, Mkristo? Christian. You are Christian. Swali gani unakuanga nayo ungependa kuuliza Waislamu, au pia wewe ungependa kujiunga na Uislamu? Hapana, ningeuliza kama mnakuanga na kuokoka ama kuambia tu injili ya Uislamu. Asante sana. Sisi Waislamu hatuna kuokoka hapa duniani, ila kuokoka iko, tutaokoka siku ya mwisho. Wakati itapigwa hesabu, tusiingizwe motoni, tuambiwe wewe unaenda paradise, itakuwa umefaulu na itakuwa umeokoka kutokana na moto wa Jahannam. Qur'ani 2:21. Kuokoka iko katika Uislamu, lakini ni ya siku ya mwisho. Hapa sasa wakati tuko duniani tuna kitu tunaita kuongoka, nitakuonyesha. Na Yesu kwa sababu alikuwa Muislamu ndugu yetu, aliambia watu waongoke, si waokoke. Watu wakamistake wakaweka kuokoka. Sikiza Qur'an nasemaje? Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Tupe vitu. Bismillahir rahmanir rahim. Enyi watu, muabuduni Mola wenu
ambaye amekumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. So, hapa duniani tunafanya ibada ili tupate kuokoka, future tense, siku ya mwisho tuokoke kutokana na moto wa Jahannam. Lakini hapa duniani sisi tumeongoka. Kuongoka, sikiza Qur'an nasemaje, Qur'an 2:137. Hapa duniani tumeongoka, sio kuokoka. Kuna tofauti ya kuokoka na kuongoka. Tupe vitu. Bismillahirrahmanirrahim. Basi wakiamini hao manaswara na Mayahudi, wakiamini hao manaswara na Mayahudi kama mnavyoamini nyinyi, kama tunavyoamini sisi Waislamu, itakuwa kweli wameongoka. Kumbe kuongoka ni imani, kuamini namna Mwenyezi Mungu anavyotaka na ukafuata zile sheria, inakuwa umeongoka. Na Yesu kwa sababu alikuwa ni Muislamu, aliambia wanafunzi wake na watu wake waongoke, si waokoke. 18:1 kitabu cha Mathayo. Muonyeshe Yesu akisema. Inasema mwalimu wangu, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu akisema, ni nani basi aliyemkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Yesu anaambia watu waongoke, sio kuokoka. Sasa wewe ulidanganywa na mchungaji ukaokoka. Hakuna kuokoka hapa duniani, kwa sababu hapa duniani kuna matatizo mengi. Kuokoka, unaokolewa kutokana na kitu. Ndio unasikia gari imeanguka, watu 3 wameokolewa. Maana yake hawajafariki, wameokolewa kutokana na ile ajali. Na sisi tutaokolewa kutokana na moto wa Jahannam, tuingizwe paradise. Hiyo ndio kuokoka. Hata wewe hujaokoka, ukisikia mtu ameokoka na anatembea huku anakula tu vako, hakuna kuokoka siku ya mwisho. Petro wa kwanza 1:5. Tumsaidie ukijana mdogo, anapotezwa tu na mchungaji, lakini pole sana. Kijana mdogo, ungekuwa Muislamu ungekuwa unaelewa vitu vingi. Inasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hapa duniani tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hata mpate wokovu, hata tupate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Wokovu ni wakati wa mwisho, sio hapa duniani. So hapa tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. So hapa lazima uwe na imani, ufuate yale Mwenyezi Mungu ameamrisha, ili tupate wokovu utakaofunuliwa siku ya mwisho. So siku ya mwisho, kwa sababu ulifanya vizuri, unaokolewa na moto wa Jahannam, unaingizwa paradise. Unakuwa minal faizin, maana yake umefunzu. Lakini hapa duniani usiwezi kusema mimi ni minal faizin, yani mimi nimefunzu. Umefunzu namna gani na bado mtihani hujafanywa mwisho? Bado hapa tuko katika kufanywa mtihani. So huwezi kufunzu kabla hujaenda final, na final ni siku ya Kiyama. Nilikuwa nauliza mtu asifa alafu hebu ongeza ka sauti kidogo. Nilikuwa nasema mtu akikufa, mtu akifariki, akienda peponi, kwa ataona nini huko? Asante sana. Anauliza swali nzuri. Mtu akifariki na akafaulu akaingia paradise, kuna nini huko paradise? Ile kitu itapatikana huko paradise. Qur'ani 43:68 kwanza. Tumpe vitu kadhaa viko paradise. Na hizo upati kwa kitabu kingine isipokuwa Al-Qur'an. Wahindi wanasema kitabu kalitete. Sikiza vizuri Tupe vitu asikie. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi waja wangu mlio wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Tupe vitu. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili, ingieni bustanini, yani peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Kwanza peponi tunaenda kufurahishwa. Tunafurahishwa na nini? Tupe vitu. Watakuwa wanapitishwa sahani za dhahabu. Kwanza peponi kuna sahani za dhahabu, the golden plate, sahani ambayo imetengenezwa na dhahabu ziko peponi. Sikiza habari. Na vikombe vya dhahabu. Na kuna vikombe vya dhahabu peponi, paradise, kwa wale ambao watafunzu. Na vitakuwa ambavyo nafsi hizi inavipenda. Yani kila kitu ambao nafsi yako inapenda, roho yako inapenda, kinakuwa kule peponi. Yani kama wewe unapenda sijui nini, unaipata iko peponi. Yani ile tu kitu nafsi. Wewe kama unapenda machungwa, unayapata ndio hayo chua yanakuja. Wewe sijui unapenda mananasi, yanakuja nyua ndio haya peponi.
kile kitu chochote unachokipenda nafsi inapenda kitakuwa peponi. Tupe vitu na macho yanavifurahia, na macho yanafurahia kile kitu chochote ambao macho yako yanafurahia utakipata peponi. Tupe vitu na nyinyi mtakaa humo milele. Tena kule peponi tunapata uzima wa milele, tunakaa milele peponi, hakuna kuondoka paradise. Haturudi hapa duniani tena kufanya shughuli nyingine. Yaani wewe ukifunzu ndio hivyo, na ndio unaonanga watu wanasema safari ya kifo ni safari ambayo haurudi. Yaani mtu akiondoka duniani umeondoka, hakuna kurudi kufanya matendo mema ama mabaya tena. Hapana, ukiondoka ndio hivyo. Sasa ile ulichochuma ndio unaenda kulipwa nacho kule. Na sio lazima uzeeke ndio ufe, hapana. Ni ufanye tauba mapema, kwa sababu hujui kesho itakuwa namna gani. Na hii muda kidogo huko duniani unaenda kulipwa milele, unaingia peponi. Yaani unapata kila kitu unakitaka. Raha mstarehe. Tena peponi nikikuingiza peponi kuna mambo mazuri mno. Nina swali. 15:37 kwanza, alafu ulete hiyo swali lingine. Nikuguzie peponi kidogo. Paradise sio mchezo. Sikiza raha ambazo ziko. Lakini jaribu kutafuta katika Biblia mahali popote wataenda kuna raha za aina hiyo. Hamna. Mimi nimetafuta nikakosa. Sikiza tunaambiwaje? 37. 15:37 kama sijakosea. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu. Ama 47, anza 47, 46 hapo. Tuanzie 45 mwalimu. 45. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu, hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu watakuwa katika mabustani na chemchemi zinazopita mbele ya huko waambiwe. Yaingieni salama usalimini. Asante. Kwa salama na muwe katika amani. Asante. Na tutaondoa mifundo iliyokuwa vifuani mwao. Kwanza huko paradise unaondolewa mifundo, ile chuki labda unachukia huyu nini, yote inaondolewa. Yani inasafishwa, roho yako inakuwa iko salama. Hakuna mambo ya chuki wala nini. Sasa habari. Na watakuwa ndugu wenye kupendana waliokaa juu ya viti vya kifalme. Tena kule kuna viti vya kifalme. Yani wewe unakaa yako pale ya kifalme, mimi niko hapa ya kifalme. Alafu zinaangaliana. Hebu sikiza. Wameelekeana na wanazungumza kwa furaha kubwa. Tena inaelekeana, tunazungumza kwa furaha kubwa. Yani nakuuliza vipi huko duniani bana? Unaona vyenye tumepata malipo mazuri humu? Unaona kadha. Sikiza habari wewe. Haitawagusa humo taabu wala pia humo hawatatolewa. Yani huko hakuna maradhi. Ati unaumwa na kichwa, sijui unaumwa na mguu, sijui unafanya nini. Yani paradise hakuna ati maradhi yoyote yanakuguza, wala taabu yoyote hakuna. Hapa unataabika, sijalipa nyumba, sijui sijafanya hivi. Peponi paradise hakuna. Yani tunaelezwa kuhusiana na paradisho namna ilivyo. Tupe vitu. Waambie waja wangu ya kwamba mimi ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Asante. Na hakika adhabu yangu ni adhabu inaumiza kweli kweli. Tupe vitu. Na uambie habari za wageni wa Nabii Ibrahimu. Asante. Sasa tunapewa tena habari za wageni wa Nabii Ibrahimu namna walivyo, lakini peponi tunaelezwa namna kulivyo. Kikuingiza peponi mate yataanza kukuteremka hapa. Tena pepo zenyewe mate yataanza kuteremka hapa. Pepo zenyewe ziko na daraja. Unaona hapa kama ni nchi ya Kenya, matajiri wengi utasikia wanaishi Karen sijui wapi. Sasa peponi pia kulingana na matendo yako iko na daraja zake. Kuna maluata na maluata ni hivyo peponi. Lakini unaambiwa hata yule atakoingia ile pepo ambao unaona ni kama ya chini, atakuwa na furaha ambayo imepita kifani kwa sababu ya kufaulu. Kwa sababu kuokolewa na moto wa jahannam. Ujue nao moto wa jahannam watakaoingia wanakaa huko milele. Tena hakuna kuisha. Unaungua tena ngozi inarudi ingine. Tena inaungua hivyo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kuadhibu. Yani ni mjuzi na wa kuadhibu. Nina swali lingine. Lete hiyo swali lingine. Huko sheria yenu inaruhusu muoe wake wanne ama moja? Anauliza kama katika Uislamu anakubalika aoe wake wawili. Sheria yetu inasema tuoe mke mmoja, mke akukufa Mungu atakuruhusu hii ya pili tena. Anasema kwa Kristo wamefungiwa wanaoa mke mmoja peke yake. Lakini je, kwa Uislamu mnaoa wake wawili, watatu, wanne au inakuwa namna gani? Katika Uislamu swala la ndoa linakuja na majukumu pia. Kwa sababu jukumu huwezi kuchukua mwanamke ukamweka kwa nyumba
hali ya kuwa hauwezi kumhudumia. Na kumhudumia sio kwa kitanda peke yake, hapana. Huduma ziko za aina nyingi. Unapata vizuri? Na pia kuna kitu inaitwa uadilifu. Uadilifu lazima uangalie, huku unafanya hivi, huku unafanya hivi. Unanipata vizuri? Na katika uadilifu kuna mtihani mkubwa sana, kwa sababu lazima ujikite vizuri, kwa sababu maybe mke wa kwanza ako na watoto watano, na huyu mke wa kwanza watoto wake ni wakubwa kidogo, wako shule, wako nini, na huyu mwingine ulioa mke wa pili labda amekuja alafu umezaa naye mtoto mmoja. Unanipata vizuri? So kule huwezi acha 500 na huku uache 500, utakuwa unawadhulumu wale, kwa sababu wale ni 5 pamoja na mama yake ni 6, na huyu ni yeye na mtoto yake, maana yake hapa ni 2. So lazima uangalie mambo mingi sana, lakini sikia Qur'ani inasemaje. 4:3 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe mambo. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, asante, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. asante. Basi oweni mnawapenda katika wanawake. Tena unaenda kuoa yule unayempenda, sio mtu unalazimishiwa, sawa? Kifaa ambacho umekipenda wewe mwenyewe, kimekupendeza. Kiza mambo. Maadamu mtawafanyia insafu. Maadamu mtawafanyia insafu, wawili, unaweza anza na mathna, 2 au 3, au kaingia na 3, au 4 tu, au kapata 4 kama una hiyo uwezo, lakini uwezo wako sijajua vizuri. Sikiza habari. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi oweni mmoja tu. Basi sheria yetu imekubali uoe mmoja. Sasa kama shida yako ilikuwa ukisilimu utaoa 2, si lazima. Unaoa mmoja, nafasi iko tena nzuri, unapata mmoja ule unayependa, mnaishi naye maisha yenu. Manake Qur'ani imesema ukiona huwezi oa 2 au 3 au 4, wewe naambiwa oa mmoja, basi khalas, iko sawa, nyinyi endeleeni na maisha yenu. Huko Uislamu kuna nini? Kuna uponyaji na ubatizo. Katika Uislamu uponyaji huko, kwa sababu kwanza kuna rukia inaitwa rukia ya kisheria. Rukia ya kisheria ni pale unaposomewa hata maji. Nachukua maji, inasomewa kisomo. Kwanza maji, watu wengi hawajaijua siri ya maji, isipokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuwapatia watu wakajua siri kubwa sana kuhusiana na maji. Maji hata wakati unakunywa usianze kulalamika maji yakiwa pale kwa glasi unakunywa. Nambara vizuri, ina contain yale mambo, inakuletea hata wewe kwa mwili yako. That's why tunachukua maji, tunaisomea kisomo cha Qur'ani, unapatiwa ukinywa maji unapona. Very simple. Yani Uislamu iko very simple sana. Iko uponyaji. Tena ukisomewa Qur'ani ndio hivyo, kwa na maradhi yalikuwa yanakusumbua ndio hivyo, lakini pia lazima uende hospitali. Nambara vizuri sisi sio kama wale kavono kia ati usiende hospitali, hapana. Hospitali unaenda kisha unafanywa dua. Huko mko na sheria nyingine ya nini? Swali utaleta, acha amalize tu kijana, manake naona anamalizia. Mko na sheria ile kuhusu vile, kuna sheria nyingine Yesu Kristo alisema maneno yake ya mwisho ashipa hapa aende mbinguni, akaambia wanafunzi wake, muende muambie mataifa yote wao wanafunzi wangu, lakini nitarudi siku ya nini ya mwisho dunia, nitarudi siku ya kufufua watu wa mwisho, dunia ya mwisho. Na nini pia mnaamini Muhammad pia alisema yake atakuja? Hiyo hakuna mahali ati Muhammad amesema narudi kabla dunia haijaisha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemaliza kazi yake. Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Mariamu, hakumaliza kazi, kwa sababu kwa mfano hata hakuoa. Naona so anarudi, ataoa na atakuwa na kazi ambayo hakumaliza ya kumuua Masihi Dajjal, ambayo tunaelezwa kisa yake vizuri sana. So ndio anarudi kwa sababu yeye hajamaliza, lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asamaliza kazi, asakamilisha kila kitu, kimekamilika, dini imekamilika. So hatuna upungufu wowote, tuko kamili kabisa. So Nabii Isa anarudi, na ujue huyu Yesu ni Muislamu ndugu yetu. Unajua kuna mahali naona Wakristo wana mistake sana, wanamchukulia Yesu ni Mkristo ati Muhammad Muislamu. Hapana, wote ni Waislamu, wote wametoka kwa Mungu mmoja, wanapewa sheria ya Mungu mmoja. So ni wewe ufuate Yesu uwe Muislamu, nafasi. So karibu sana. Leta hiyo ya mwisho. Huko Uislamu kuna nyota? Anauliza kama Uislamu kuna nyota. Mambo ya nyota ni mambo ya uchawi.
Hiyo ni mambo ya uchawi yanayofanyika katika Ukristo. Unaambiwa atilete mkono tusome nyota yako. Hiyo ni uchawi ambao wachungaji wanafanya, na hiyo wanakuweka katika giza. Ati anasoma nyota, ati wewe maisha yako ingekuwa mabaya lazima ukuje tukufanyie hivi. Hiyo ni uchawi. Nyota ya mtu ama maisha ya mtu anayeyajua ni Mwenyezi Mungu. Wewe fanya ibada, fanya bidii zako, Mwenyezi Mungu atakufungulia. Fanya ibada, basi Mungu anakufungulia. Lakini ati Uislamu uone mtu anachukua mkono ati nasoma hii nyota yako, anasema hii nyota yako kwanza ni ya umaskini, lazima utoe 5,000 ndio tuitengeneze. Aliyekudanganya atilete 2,000 tuoshe nyota. Kwani nyota ilikuwa na uchafu? Nani aliweka uchafu? Hii yote ni story ya kuwababaisha watu, na ni kitu ambacho ni makosa, ni mambo ya uchawi. Karibu. Haiko hiyo. So usiingie katika hiyo mambo ya uchawi, ni makosa. Ndugu yangu nikusalimie. Kama njoo. Huyu naye anasema ana swali moja. Karibu. Siwe na wasiwasi. Yaani mambo ya Mungu tunaelewana. Naona umerudi tena. Okay, swali langu ni je, kulingana na mwenzangu venye amejieleza, kulingana na sisi dini yetu ya Kikristo, tunaamini ya kwamba mtu unaweza oa popote pale ambapo moyo wako wewe mwenyewe umechakua. Na kulingana na dini ya Kiislamu yenye mimi mwenyewe huona, sijaiona Muislamu anatoka huko anaoleka kwa Mkristo. Ni nini huwa mnazingatia pale? Nataka unieleze hapo. Asante sana. Kwanza, Muislamu kutoka katika Uislamu akaolewe na Mkristo imekatazwa. Kwa sababu dini, ndoa ni katika ibada, na ibada inaenda na misingi ya dini. Sawa? Qur'ani 2:221 imekatazwa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Wala msioe wanawake washirikina mpaka waamini. Asante. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Asante. Hata ingawa kakupendezeni. Wala msiwaoze wanaume washirikina wanawake Waislamu mpaka waamini. Na mtumwa mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Hata akikupendezeni. Unasikia, imekatazwa kwa sababu Wakristo wanaingia katika washirikina. Shirikina ni nini? Ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Unasema Mungu ni wawili, ni watatu, hiyo ni shirki, umeingia. Kusema Mungu ana mtoto, umeingia katika shirki. So tunakatazwa kwa sababu ukichukua msichana umpatie Mkristo, Mkristo hajui haki ya mwanamke wa Kiislamu. Lakini wewe ukiwa Muislamu unajua haki za mwanamke wa Kiislamu, naye mwanamke anajua haki za mwanaume wa Kiislamu. Kwa sababu ndoa inataka lazima muelewane, yani muwe mmeingiana na mambo mengi sana, kwa sababu ni ibada pale. Mkienda mkilala mnapata thawabu kwa sababu mnafanya ibada, mnatekeleza ibada. So haiwezekani. Kama kuna kamoja ulikuwa unamezea mate, ujue uwezekane. Lakini usisilimu juu ya kuoa. Hapo napo ukisilimu juu ya kuoa tena ni makosa. Kwa sababu hautakuwa umesilimu kwa ajili ya Mungu, umesilimu kwa ajili ya kuoa, alafu yule dada siku mtaachana, wewe unarudi kwa Ukristo. Yamo akifa wewe unarudi kwa Ukristo. Kwa nini? Kile kilichosababisha ukuwe Muislamu kilikuwa ni yule dada, sio Mungu. So inatakana usilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya kuoa. Okay, swali langu lingine ni je, kupenda mtu ni kutoka kwa roho. Mi kwa mfano nimependa mtu, haya, mmesema kulingana na dini ikubaliki Mkristo kuoa Muislamu, whereby it comes to a certain extent whereby Muislamu amependa Muislamu mwenzake, whereby it comes to a certain extent ni wa dini moja, lakini inafika mahali matatizo ya ndoa, inafika mahali mambo haiendani. Na mimi mwenyewe Mkristo, roho yangu iko true, siwezi kubaliwa popote. Hauwezi kubaliwa popote kuoa, kwa sababu nimekuambia ndoa ni ibada, na hiyo ndoa inafungishwa na shekhe. Kuna shekhe atakuja kufungisha. Sasa wewe utatamka maneno gani wakati wewe ni Mkristo? Hayo ndio yanaifanya iwe valid maneno. Inakuwa valid yale maneno. Ukiyatamka maneno fulani unaambiwa urudie nyuma ya shekhe. Ukiyatamka yale maneno inakuwa valid, inakuwa ile ndoa imeswihi. Sasa wewe Mkristo utakuja aje kutamka maneno ambayo huna habari nayo? Maneno yanatoka bure. Unaona sasa? So hiingiani. Hiingii kwa namna yoyote, haingii kwa sababu hata alafu wewe ukioa Muislamu ifike saa 8 ya usiku
uone anatoka kwa kitanda anaenda anaoga, alafu anaenda huko anachukua mkeka yake anaenda huko, utadhani ni mchawi, labda ameenda huko kufanya mambo yake, kwa sababu huna habari. Waislamu ngoja, kwa sababu huna habari, Waislamu wanaamka usiku kwenda kumlilia Mungu. We huna hiyo habari. We unajua Mkristo unaenda tu Sunday kwenda kunini. So utasema labda huyu mke wangu anaenda kuniroga kule, na kumbe maskini ya Mungu anaenda kuabudu Mungu yake, kwa sababu Waislamu wanajinyima katika usiku, anaamka anaenda kulilia Mungu. Sasa ukiwa Muislamu unajua mke wangu kaenda kuabudu Mwenyezi Mungu. Kuna mambo mengi hamtaingiana. Kwa mfano, imefika siku ya Ramadhani, wewe ni bwanake na bwana ana haki zake juu ya mke wake. Umekuja, mwili yako imechangamka vizuri na ni mchana, unaambia mke wangu tuingie hapa bana, nimalize hii shughuli zangu, manake mwili anachangamkia. Sio unajua tu mwili kichangamka ndio hivyo. Mke wako itabidi atakataa. Kwa nini? Kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani tumekatazwa wanaume na wanawake kuonana katika tendo la ndoa. Sasa tena akifanya inakuwa ni dhambi, kwa sababu inabidi alipishe kama miezi 2 afunge mfululizo. Unaona sasa? Lakini ukiwa Muislamu unajua mchana wa Ramadhani hatufanyi hii kitu, so inakuwa so easy. Are you getting the point? So ni uwe Muislamu, lakini usiwe kwa ajili ya kuoa. Hiyo nayo uondoe kabisa. Wewe unakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuoa venye nimekuambia, ndoa yoyote unaweza oa mtu mkaja mkakosana mkaachana, na utaendelea na maisha yako na yeye ataendelea na maisha yake. Unanielewa? Nafahamu. Haya, uko tayari sasa tumalize usilimu kwa ajili ya Mungu? Swali langu babo hapo tu tena. Leta bwaga yote. Nauliza, je, nimejua ni Muislamu. Haya, nimemtoa kwa dini ya Kiislamu na mimi ni Mkristo. So ikifika time yake ya kufanya mambo yake na Mungu, tuseme sisi ingilia, nimpe time yake, tuwezi kaa pamoja? Haiwezekani. Kwa njia yote haiwezekani. Hakuna any option inaingia. Haiwezekani. Kulingana na mimi, kulingana na sisi wa Kristo tunasema Mungu wetu ni Mungu ambaye hana mipaka. Kwa sababu katika Ukristo hakuna sheria. Kidogo tu nikieleza. Tunasema ni Mungu wetu hana mipaka. Hana upelelezi wowote, ambapo moyo wako umekuelekeza uko na uhuru pa kuenda. So mi kulingana na mimi, sisi kulingana na dini yetu tunaambiwa maybe Kiislamu to a certain extent they have something we called, wako na wivu fulani, kuna boundary fulani, you cannot go beyond that pa. Hapana, katika Uislamu wewe umeniambia Mungu wenu anapendelea, hana mipaka. Mwenyezi Mungu ambaye sisi tunaabudu ana mipaka, ametuwekea sisi mipaka. Sisi wanadamu tumewekewa mpaka, tunakatazwa usivuke hii mpaka, na ukivuka hii mpaka inakuwa umefanya dhambi. So sisi Waislamu tumewekewa mipaka na Mwenyezi Mungu, hatuwezi kufanya jambo lolote namna tunavyotaka, tunafanya chini ya sheria aliyotupa Mwenyezi Mungu. Tumewekewa mipaka, kuna mahali hatuwezi pita, kuna mahali hatuwezi ruka, mpaka tufuate sheria ya Mungu. So sisi tumewekewa mipaka. Nyinyi wa Kristo hamna mipaka, wala nyinyi hamna sheria. Ndio unaona Anglican waliamua wakasema mwanaume anaweza oa mwanaume mwenzake, na nyinyi wa Kristo mnasema amin, hii ni upendo wa Mungu. Unaona sasa katika Uislamu kuna mipaka. Sisi kulingana na sisi hakuna kitu kama hiyo. Una habari wewe, inaonekana bado hujajua, lakini ziko katika kanisa ambao wamekubali. Uko na simu smartphone, unaweza Google ukaona Anglican walipitisha anga vitu kama hizo. Canterbury kule walipitisha mambo kama hayo. Unaona, na wakaoana wanaume kwa wanaume. Unaona? So wanafanya hivyo, lakini sisi Waislamu tuko chini ya sheria. Kuna mambo hatuwezi fanya na kuna mambo tunaweza fanya ambayo yanaambatana na sheria namna Mwenyezi Mungu anavyosema. Baada vizuri. Kwa sababu katika Uislamu mke wako mkiwa na yeye nyumbani, wewe unataka katika tendo la ndoa, unataka kufanya tendo la ndoa, akakukataza mfanye na yeye, anapata dhambi. Ndio Uislamu nasema hivyo, anapata dhambi. Kwa sababu once alikubali wewe ni mke wako, alafu mnalala usiku ya kwanza hataki tendo ya ndoa, usiku wa pili hataki tendo ya ndoa, usiku ya tatu hataki, na hakuna kisababu maalum, labda ugonjwa ambao inaadhiri, atapata dhambi kulingana na sheria ya Uislamu. Lakini kulingana na Wakristo anaweza kaa hata mwezi mzima akwambie yeye hataki. Anafaa kuadhibiwa. Anafaa kama hakutaki muachane, kwa sababu hiyo kukunyima tendo ya ndoa itakusababishia wewe uende ukafanya labda zinaa.
na yeye yuko pale. Unapata vizuri? Na hakuna kuwekeana uzito katika maisha. Kama umeona mtu umechoka na yeye, afadhali umwache chawamani kuliko ukae naye na lakini unamshika kama mateka. Hata wewe kukaa na mwanamke humtimizi tendo yake ya ndoa sio vizuri. Afadhali umpe talaka kama umeona uwezani naye. Kwa sababu pia wewe utakuwa unapata dhambi. Wewe unamweka pale, humwachi na hutaki kumtekelezea mambo yake na unataka tu akae pale pale kama mfungwa. Hapana. Ni kama hakuna hii maisha usiweke namna hivyo. Kila kitu kimewekwa sawa katika. Kulingana na sisi tunaamini kuwa ndoa ni kuvumiliana. Maybe kulingana na uwezo wako. Kwanza katika Ukristo hakuna ndoa. Hakuna ndoa katika Ukristo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna sheria ya kuoana katika Ukristo. Hakuna andiko hata moja nisaiona. Yesu maisha yake ameishi duniani. Kuna ndoa hata moja Yesu asaifungisha? Usaisoma mahali popote Yesu alifungisha ndoa moja? So kulingana na zizi. Ndio nakuuliza wewe, kwa sababu nyinyi mnasema mnamfuata hata Yesu. Kuna mahali Yesu alifungisha ndoa hata moja? Kulingana na mimi alipatanisha Adam and Eve in the Garden of Eden. Ati Adam na Eve. Adam na Eve waliozeshwa na Yesu? Hata Adam na Eve kwanza walioana wapi? Walioana wapi? Nauliza hivi, Yesu, wanafunzi wa Yesu, kuna mtu hata mmoja walifungisha ndoa kulingana na Biblia? Mimi sijaiona. Hata Paulo, kuna mtu hata mmoja Paulo alienda akafungisha ndoa? Hata kina Timotheo au kina Timotheo walifungisha mtu yote ndoa? Katika Uislamu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefungisha watu wengi sana ndoa, na ameeleza ndoa lazima kwanza ulipe mahali, upatie msichana mahali ndio ije ifungishwe. Ameeleza na imefanyika akiwa hai. Na ndio unaona wewe unaweza chukua msichana ya mtu ukadunga watoto watatu na mko naye hapa, hata kwao hujui ni wapi, ndio atakueleza ati kwetu ni Kisii. Mkienda kwao unaenda ukiwa umebeba watoto, wazazi wanaangalia, wanauliza imekuwa kwaje mtoto wetu tunaona uko na watoto watatu? Ati huyu ndiye alinioa. Ulimuoa ukiwa umepewa ruhusa na nani? So nikuulize swali, kulingana na wewe, kulingana venye unaeleza, hizi ndoa zetu ni haramu ama? Hakuna ndoa pale mko nayo, kwa sababu ndoa inaswihi kwanza. Mara ya kwanza unapomuona mwanamke, kabla hujalala naye, kwanza uende kwa wazazi wake. Wazazi wake wakubali kuwa wamekupa huyo msichana, alafu mkuje mfungishwe ndio uweze kwenda kulala naye. Wao wanakujua, wazazi wake wanajua huyu mtoto hata akipata shida tumepatiana kwa fulani. Lakini nyinyi mnapatana na mtu hapa kwa kijiji, unachukua ngoja, ninakueleza ile kitu. Nieleza mambo ya Kisii kulingana na wenye wanafanya. Sio Kisii wewe, sio hiyo. Wewe ndio hujanieleza, nimekupa mfano. Ushanipea mfano, but kulingana na mimi wale ambao wenye wanafanya wedding whatever, so hao nao wanafanya hapo. Hakunanga wedding. Utafanyaje wedding na mtu ambaye mko na watoto watatu na yeye? Wedding gani? Ngoja nikupe nini. Wedding gani mnafanya na mtu wakati ako na watoto watatu? Watu wote wakifanya wedding wanakuanga na watoto wawili ama watatu. Wale wanaofanya wedding wengi wao wanakuwa wamechukua huyo msichana, wameenda wamekaa na yeye, alafu wakaanza kupanga venye watafanya harusi. Si wote. Kama kuna mtu ambaye hajalala na huyo msichana, anaenda kumchukua kwa baba yake mara ya kwanza, na hiyo usiku ndio ataenda kulala naye. Hiyo ndio ndoa zile tunaelezwa. Hata wakisilimu wanakubaliwa. Na nipata vizuri. Kwa sababu gani? Walipewa na wazazi. Kwa sababu kuna ile sheria lazima wazazi wape. Lakini sio mtu mmepiga naye miezi 3 huku, mmepiga naye mambo miezi 3, shughuli umeshughulikia, alafu ndio mnapanga ndoa. Apate kulingana na zizi kisheria, sheria yetu kulingana na sheria yetu ya Kenya, ukikaa na mtu. Sio ya Kenya, hatuongei sheria ya Kenya. Tunaongea kuhusu dini, kwa sababu sheria ya Kenya, tulia. Sheria ya Kenya nayo haijakataza hata mambo ya wanaume kuoana wanaume kwa wanaume. Sheria ya Kenya haijakataa. So usiingie mambo ya sheria ya Kenya. Kwa sababu sheria ya Kenya tuliwaona hapo wanaandamana, wanasema wanataka haki yao. Sasa sheria ya Kenya hata wale wanajiuza wanasemanga wanataka haki yao. So sheria ya Kenya ukienda nayo utatupoteza. Sisi tunaenda na sheria ya Mungu. Vitabu vya Mungu vinasemaje? Sheria ya nchi ukienda nayo ni watu wanakaa chini wanatunga kulingana na society venye wanataka ikae. Ndio hivyo. Sasa hii huwezi enda nayo wanatunga venye wanataka society ikae. Ndio hiyo. Lakini sheria ya Mungu tofauti sana.
tofauti sana. Wewe ulishawahi kuona mwongozo wa ndoa kwenye katiba ya Kenya? Lakini kulingana na mimi na sasa, kulingana na Ukristo, mwongozo wa ndoa ni gani? Tuache hii mambo mingi. Yaani uniambie Ukristo, Biblia inasema ukitaka kuoa ufanye ABCD. Ni mwongozo gani? Kulingana na Wakristo, sisi kama Mkristo, mimi naongea kama Mkristo, siwezi ongelea Kiislamu juu mambo ya Kiislamu sijui. Ndio nimekuuliza sasa, wewe Mkristo ukitaka kuoa, unaanza step ya kwanza gani na gani? Step ya kwanza tujuane na msichana, niende kwao, kisha wazazi wakuje pamoja, kama ni ndoa wakuje watatupatanisha kulingana. Kuna mahali imeandikwa au ni fikra tu ya Wakristo? Tupe haya. Na je, kuna mtu mmoja katika Biblia alifanya hivyo, alikuwaka? Ndio mnachukua labda mfano kwake. Mnachukua labda mfano kwake. Kulingana na mimi maybe si amesema Musa alifanyaje? Ndio, hebu tupe hiyo kisa na ilikuwaje? Kulingana na mimi siwezi jua sana kulingana na Biblia. Hakuna shida. Na ndio nikakwambia katika upande wenu ndoa hiyo ya kuswihi namna hivyo haiko, kwa sababu ndoa kuna misingi yake inaisimamisha ndio iswihi. Unanipata vizuri? Most of watu wengi wanachukua msichana wanazaa naye watoto wawili ndio wanaenda kwao, au mtoto mmoja. Unanipata? Au kwanza wanaonana na ule msichana, wanasema wanafanya kitu inaitwa road test. Nasikia sijui kama inakuanga ni gari, wanafanya road test alafu ndio wanasema wataoa. Sasa kulingana na hiyo inakuwa hiyo sio mzuri. Sawa lakini ukisilimu kuna mwelekeo mzuri utaelezewa. So karibu sana. Sawa Uislamu ndoa ina masharti yake na nguzo zake. So na muda nao naona inakimbia. Pataneni kesho, kaka amesema kesho atakuja na maswali mazuri. Jiandae, kwa sababu huwa tunaweka hizi mikutano sio kwa ajili ya kuwataka watu fulani. Ni kufunguana akili, ujue kitu ambacho hukuwa unakielewa. Na nipata vizuri na kuelimishana. Na watu wanasema knowledge is power. Mtu ambaye ako na knowledge anajua vizuri na namna sehemu ya kusimama na mambo yake. So karibu sana kesho inshallah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.